Langu ni Zubeida Kananu, mkalimani wa ishara ni Meresha Oiti. Wakosoaji wa serikali ya Kenya Kwanza sasa wanaibua maswali kuhusu serikali kwenda kinyume cha sheria na kutumia agizo rasmi la rais la mwaka 2023 lililoamrisha kutolewa kwa muhuri rasmi wa serikali kutoka afisi ya mwanasheria mkuu hadi afisi ya mkuu wa utumishi wa umma. Ikizingatiwa kuwa muhuri huo ni nembo rasmi ya serikali inayothibitisha hati zote rasmi za serikali, hisia za wanaharakati na wanasheria ni kwamba hatua hiyo inalenga kupuuza afisi ya mwanasheria mkuu, jambo ambalo limeacha mianya ya kuidhinisha makubaliano rasmi hata na serikali za nje bila kumhusisha mwanasheria mkuu. Mwandishi wetu wa masuala ya siasa Chris Tairu anazamia swala hili. Muhuri rasmi wa serikali ya Kenya, kama ilivyoelezwa katika katiba, ni sehemu ya alama za kitaifa pamoja na bendera na wimbo wa taifa. Mara ya kwanza ambapo muhuri huo wa umma ulionyeshwa hadharani ni wakati wa kuidhinishwa kwa katiba ya mwaka 2010 katika bustani ya Uhuru hapa Nairobi. Muhuri rasmi wa serikali ni chombo muhimu mno cha serikali, kwani ndicho kinachohalalisha maamuzi na maafikiano muhimu ya serikali, na ndiyo maana huwa chini ya ulinzi mkali. Kikatiba, mwanasheria mkuu akiwa ndiye anastahili kuwa na chombo hicho rasmi. Ila sasa, tangu uhuru wa taifa hili, sasa mweka muhuri huo rasmi amebadilishwa. This seal is under the head of public service. That is the law. It was passed recently. Kauli ya msemaji wa serikali Isaac Mwaura imekosolewa ikibainika kuwa bunge kupitia kamati ya masuala ya sheria ilitupilia mbali marekebisho ya kijanja kwenye mswada wa sheria za usimamizi wa taifa mwaka 2024, na baada ya hayo serikali ilienda kinyume na kutumia amri ya rais ya mwaka 2023 ambayo ilihamisha muhuri huo hadi afisi ya mkuu wa utumishi wa umma kinyume na mwongozo wa kisheria. The AG remains with his powers as the principal legal advisor of the president, but the seal of the president, of the government, is within the executive office of the president. Huku msemaji wa serikali akithibitisha kuwa ni kweli kwa sasa mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei ndiye mtunzi wa muhuri huo, mawakili na wakosoaji serikali wanahisi kuwa hatua hiyo itafungua kwa urahisi mianya ya serikali kufanya mambo muhimu kwa mkato, labda kwa manufaa ya kibinafsi. The reason why the seal of the government is kept at the Attorney General, any government transaction, the opinion of the Attorney General is mandatory. And there is no borrowing from external forces. There can never be commitment of any international treaty. There can never be any commitment of government in any manner without the opinion of the Attorney General. How many deals and how many covenants are going to be entered into and that are going to be sealed with that sacrosanct instrument without the country knowing about it, without Parliament knowing about it. I, Felix Kiptarus Kosgei. Ofisi ya mkuu wa utumishi wa umma imepewa madaraka kupita kiasi, ikiwa hakuna waziri yeyote anastahili kutia sahihi gazeti rasmi za serikali bila ushauri wake. When you politicize the government seal and give it to a political appointee who sits in the office of the president and whose role is essentially political, we don't even know how many contracts, how many deals, and how many covenants are going to be entered into. This is an attempt to overrun the state apparatus and kill institutions that are there. Baadhi ya mashirika yasiyo ya serikali na mawakili wanapania kufika mahakamani kupinga hatua hiyo. Chris Tairu, KTN.